Kumepambazuka tena mtazamaji wa SQF TV, natumaini kabisa huu mzima wa afya kabisa, weekend yako ilienda salama. Karibu sana katika magazeti ya asubuhi ya leo ya tarehe 17 ya mwezi wa 3 2025. Uko na Mipendo Godson. Gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii anasema fursa na hofu kwa uchumi wa Tanzania. Mawakala wa forodha wenye maduka Kariakoo wa uchumi wataja kilipo kiini cha wasiwasi wao. Habari unapata katika ukurasa namba 4, ukurasa namba 5. Lakini wanaume wanaolelewa na mashangazi washtua. Wale mashangazi ambao jamani vijana wadogo wenye umri mdogo wanakuwa wanataka kulelewa na mama ambao wamewazidi umri wao. Sasa hapa mkurugenzi wa kituo cha msaada wa kisheria Kibaha ameshtushwa na wanaume wanaolelewa, akitaja njia sahihi ya kuepusha wanaume dhidi ya kadhia hiyo ni wazazi na walezi kuzingatia maadili bora pamoja na malezi. Hayo yameandikwa katika gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Habari hii pia unapata katika ukurasa namba 5. Sasa ukitaka kujua zaidi nini ambacho kimewashtua watu na nini wanaume kwa nini unaingia kwa mashangazi, basi nunua gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii kisha usome kile ambacho kimeandikwa. Bandari ya dai yazidiwa mizigo, bandari ya Kwala kuokoa jahazi. Hapa ni masuala yote ya uchumi unazidi kukua, kwa mizigo inazidi kuja. Lakini pia tumepata neema hapa bandari ya Kwala kuokoa jahazi. Habari hii pia imeandikwa katika gazeti hili la Nipashe. Lakini pia katika gazeti la Sauti ya Mara hapa anasema mageuzi makubwa ya maendeleo kushuhudiwa mgodi wa North Mara, ambapo Bariki yarefusha maisha ya mgodi hadi 2040. Mamilioni ya fedha ya CSR yaendelea kumiminika. Neema ya mraba kwa vijiji vitano yarejeshwa. Habari unapata katika ukurasa namba 4, ukurasa namba 5. Bodi ya TANAPA yatilia mkazo ujenzi wa daraja la Kogatende. Habari unapata katika ukurasa namba 3. Wasira CCM tumejipanga kushinda uchaguzi mkuu 2025. Habari hiyo pia unapata katika gazeti hili la Sauti ya Mara. Lakini ni Taifa Tanzania hapa anasema vyakula vyenye sukari nyingi chanzo cha watoto kutoboka meno. Habari hiyo unapata katika ukurasa namba 4. Ukitaka kutunza meno ya mtoto wako anzia sasa hivi, mpushe sana vyakula vyenye sukari, biskuti, pipipipi hivi sio salama pia, lakini pia tofauti na kuharibu meno, lakini hata kwa afya yake. Serikali kupata trilioni 1.2 kwa mwaka kutoka kongani ya Sinotan, inatarajiwa kuzalisha ajira 600,000 za moja kwa moja na zisizo za moja kwa moja. Habari unapata katika ukurasa namba 2. Gazeti lingine la Uelekeo hapa anasema maono ya Rais Samia ya waduwaza wabunge ni ya miradi ya PSSF, Sami na Jumo Complex, lakini management nayo yapewa maua yake. Kamati ya bunge yaagiza ujenzi wa shule uishe Aprili. Habari hiyo pia unapata katika gazeti la Uelekeo. Habari Leo, trilioni 67 za wekezo miradi miaka 4 ipo mipya 1982 viwanda da Pwani vinara. Lakini Daktari Mwinyi, Tanzania imeheshimika mashindano Kurwani. Lakini pia bandari kavu kuhudumia makontena 823 kwa siku, serikali yaeleza sababu ya kuijenga, yataja faida 8. Habari unapata katika ukurasa namba 2. Gazeti la Raia Mzalendo anasema ACT Rais wa Angola atoshi wenyekiti AU. Habari hiyo unapata katika ukurasa namba 4. Lakini pia Daktari Nchimbi achangia milioni 950 kwa watoto wenye mguu kifundo. Wenye mguu kifundo. Habari unapata katika ukurasa namba 2. Kamati ya bunge ya nishati na madini ipongeza REA TANESCO. Lakini balozi wa Cuba aipongeza Kairuki hospitali kwa matibabu ya kibingwa. Haya yameelezwa katika gazeti la Raia Mzalendo. Nikushukuru sana kuchagua na kutazama SQF magazeti asubuhi ya leo. Hapo ndo mwisho wa magazeti, nimekusomea machache kati ya mengi ambayo yameandikwa. Hakikisha unanunua nakala yako kisha ukasoma kile ambacho kimeandikwa katika magazeti ya asubuhi ya leo. Ulikuwa nami Mipendo Godson, nikutakie asubuhi njema.